Jeshi la Polisi mkoa wa Kagera kwa kipindi cha mwezi Machi na mwezi Aprili iliendesha operesheni kali iliyokuwa na lengo la kukamata makosa mbalimbali yakiwemo makosa ya wezi wa pikipiki, makosa ya wizi wa mifugo, makosa ya unyang'anyi, makosa ya wanaojihusisha na uvuvi haramu na makosa mengine yanayovuka mipaka. Katika operesheni hiyo vifuatavyo kwa maana ya watuhumiwa na mali vilikamatwa. Jumla ya pikipiki 20 zilikamatwa kwenye operesheni hii. Tutakumbuka wote kwamba hapa katikati kulianza kujitokeza vimatukio vya udoku vya wizi wa pikipiki. Kwa hiyo jumla ya pikipiki 20 zilikamatwa. Pikipiki hizi zilikuwa zinaandaliwa kusafirishwa kwenda kwa majirani zetu kwa maana ya nchi tunayopakana nayo. Lakini pia tulikamata kwenye tukio watuhumiwa 18 ambao bado tunawashikilia. Lakini pia tulikamata magari matatu ambayo yanasadikiwa kuibiwa nje jirani ya Uganda na watuhumiwa 2. Lakini pia tulikamatwa mitumbwi mitatu kati ya mitumbwi mitano iliyokuwa imeuzwa kinyemera. Nasema imeuzwa kinyemera kwa sababu gani? Mitumbwi hii mwezi wa 3 ilikamatwa kwenye operesheni ya uvuvi haramu. Sasa baada ya kukamatwa kwenye operesheni hii, wale waliopewa kuitunza kama vielelezo wakaamua kuiuza. Baada ya taarifa kupatikana, basi ufuatiliaji ulianza kufanyika na hatimaye mitumbwi mitatu kati ya mitano imekamatwa. Na watuhumiwa 7 wamekamatwa kwa maana ya walinzi 2, maafisa uvuvi 3 na wale waliokutwa na mitumbwi 2. Narudia, kukumbuke mitumbwi hii ilikuwa imekamatwa ikiwa kama vielelezo. Sasa ikiwa inasubiri taratibu nyingine za kisheria kwa maana ifike muda itolewe mahakamani, maafisa hawa kwa kukosa uadilifu wakaamua kuiuza. Sasa kati ya mitumbwi hiyo mitatu tayari tumekamatwa na hawa watuhumiwa 7, na hii 2 jitihada za kuikamata zinaendelea. Lakini pia katika kipindi hiki kwa upande wa mahakamani tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Kwa upande wa mashauri ya kubaka, jumla ya watuhumiwa 12 walihukumiwa adhabu ya kifungo cha miaka 30 jela. Watuhumiwa 5 walihukumiwa kifungo cha maisha. Lakini kwa makosa ya kulawiti, watuhumiwa 2 wamehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela na mtuhumiwa mmoja amehukumiwa kifungo cha maisha. Lakini pia katika kipindi hiki tulikuwa na mashauri yaliyokuwa yanahusu madawa ya kulevya mahakamani. Jumla ya watuhumiwa 2 walitiwa hatiani na wakahukumiwa miaka 30 jela. Lakini kama unavyofahamu katika mkoa wetu tunapambana sana na mauaji. Na ndio slogan yetu ya kwanza. Mauaji lazima tushushe, angalau tufikie kwenye kiwango ambacho hatutakuwa mkoa wa kwanza tena. Katika matukio haya, katika kipindi hiki yaliamliwa mashauri 5, na katika mashauri hayo watuhumiwa wote wamehukumiwa kunyongwa hadi kufa. Kwa hiyo hivi tunavyoongea tayari wale watendaji wetu wa kwenye kata wanaendelea kule kwenye kata kutoa elimu ya matokeo ya mashauri haya, kuanzia yale ya kubaka, ya kulawiti na haya ya mauaji ambayo yatapelekea kunyongwa hadi kufa.